Kwa majina naitwa Mayunga Jackson Magigi. Mimi ni mkazi wa hapa Matai. Tuko hapa leo nikiwawakilisha wenzangu wapatao 289 ambao tumefika katika chombo hiki kwa ajili ya kutoa malalamiko yetu. Na mmoja ya wenzangu ambao kimsingi tuko nao leo, niko na wenzangu hapa ambao wamekuwa pamoja nami kwa huu uwakilishi, na hii changamoto imekuwa ni ya muda mrefu, na tumelazimika kuomba chombo hiki kije kitusikilize na kiweze kufikisha taarifa zetu kwa viongozi wa taifa letu, kwa sababu sisi ni wananchi katika taifa hili, kutokana na uonevu mkubwa tuliotendewa na baadhi ya watumishi na vyombo mbalimbali ambavyo tumejaribu kufikisha hii shida yetu na hawakuonyesha nia au dhamira ya dhati kwa ajili ya kuweza kutusaidia. Mmoja kati ya waliokuwa wafanyakazi wa kampuni ya China Railway 15 Group iliyotekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya kutoka Sumbawanga, Matai, Kasanga mpaka bandari ya Kasanga. Sisi tulikuwa tunafanya kazi katika nafasi tofauti tofauti. Mimi nilikuwa kama grader operator, na hao wenzangu kwa ujumla wao walikuwa na nafasi zao. Hivyo mnamo mwaka 2016 Waziri wa Ujenzi alifanya ziara katika mkoa wetu, Mheshimiwa Makame Mnyamba Rawa. Alipofika katika huu mkoa akikagua miradi na utekelezaji wa hii miradi, moja ya changamoto aliyokutana nayo yalikuwa ni malalamiko ya wafanyakazi kwamba kulipwa malipo yaliyokuwa chini ya kima kilichokuwa kimeelekezwa na serikali. Hivyo akatoa maelekezo kwamba makampuni yote yahakikisha yanatekeleza na kufuata sheria za nchi. Na kweli makampuni ya wenzetu tukaona yamekuwa na mwitikio, yaliokuwa yanatekeleza mradi wa Sumbawanga Kibaoni. Makampuni yaliokuwa yanatekeleza huu mradi walilipa, na moja ya malalamiko yetu sisi ilikuwa ni mapunjo ya mishahara, kwamba kutokana na sheria za nchi kwamba lile ongezeko la mishahara lilivyokuwa limetolewa tamko na serikali toka mwaka 2013, lakini mwajiri wetu alikuwa akilipa chini ya kile kiwango. Maana yake kuna watu walikuwa wanalipa shilingi 3000 kwa siku, na walikuwa wanalipwa hela kubwa sana walikuwa wanalipa shilingi 5000 kwa maana ya madereva. Na hivyo na sisi tukaamini changamoto hiyo wangeweza kuitatua kama walivyoelekezwa na mheshimiwa na serikali kwa ujumla. Hivyo kutokana na hilo kwa limetokea kwa wenzetu, tuliona hivyo, tuliamini na si mwajiri wetu angeweza kutekeleza. Hivyo tukaomba. Tulivyoona kimya, mwajiri wetu ikabidi tumuombe mtu mmoja anaitwa, ambaye kimsingi alikuwa ni highway engineer. Kitu kilichotushangaza ni pale tulipoona mwajiri wetu amekiuka makubaliano tuliokubaliana kwenye kile kikao. Akasimamisha wafanyakazi wote waliokuwa wanafanya kazi upande wa mainjinia, ambao kimsingi hawa wafanyakazi ndio walikuwa na madai ambao kimsingi yalikuwa yanaonekana ni madai makubwa. Kuna watu walikuwa wanalipwa shilingi 3000 kwa siku. Kuna watu walikuwa wanalipwa shilingi 2000 kwa siku. Kwa hiyo kulingana na kiwango walichokuwa wanapunjwa, wakawa wamepiga mwajiri wetu akaona ya kwamba katika mazingira hayo hawa kuna haja ya kuwaondoa kwa namna tulivyofikiria. Kumbuka hawa watu wanadai haki yao ya msingi ni mapunjo ya mishahara na michango yao ya NSSF ya mwaka kuanzia 2013 mpaka 2016 pale serikali ilivyokazia haya makampuni yahakikisha yanafuata hii sheria. Sisi tukashauriwa, kwa sababu huu ni mgogoro wa watu wote, fungueni shauri ili tuwaite kwenye usuluhishi. Kweli tukafungua shauri, likaanza kusikilizwa. Ile shauri likasikilizwa kwa hatua ya usuluhishi, na katika usuluhishi wale wa China waliendelea kusisitiza tutawalipa hiyo haki yao, lakini sio kwa hatua hii, tutalipa. Wakawa wanabadilisha kauli. Kutokana na hilo, muamuzi akashauri hapa sasa, kwa kuwa hamjafikia muafaka wa kile ambacho mnavutana, imebaki hivyo, tunaomba tuingie kwenye hatua
ya kisheria ili sheria itafsiri ni nini kinachotakiwa katika hili. Kweli tukafungua shauri mwaka 2016 mwezi wa 10. Shauri letu likawa shauri namba 70. Malipo yaliyoelekezwa ni shilingi milioni 45 kwa watu wangapi? 289. Watu 289, milioni 45. Wakati madai yetu ya msingi kulingana na hesabu tuliyoipiga na kuiwasilisha pale tume ilikuwa ni bilioni 1 na milioni 251. Hii milioni 45 imetokana na nini? Baada ya kukata rufaa, shauri hili lilivyoitishwa kwa ajili ya kuanza kusikilizwa, walalamikiwa hawakuweza kufika mahakamani katika awamu zote, na taarifa zote za mwenendo wa shauri zinawakuta, wanazipata. Wamepelekewa samasi, imefanyaje hivyo, hawafiki mahakamani. Hawakufika hata mahakama kuu, mahakama ya rufaa pia tulikata rufaa. Mwanzo kabisa walipotaka kunishawishi walikuja na faili la mahakamani, kumbuka hiyo, na lile faili la mahakamani wakatakiwa ni sign document, na ananionyesha ili faili document hizi si zenu, usio na wasiwasi, kwa hiyo mazingira yako safi, wewe sign hizi document ili tuonekane tumemaliza hili jambo. Hakuna mtu ataenda kupekua ili jarada, wenzako wakienda kuuliza wataambiwa hili jarada halijasikilizwa bado liko mahakamani. Ndio wananipanga hivyo. Nikashangaa kama hili jarada limepatikana mahakamani, kalipeleka nani? Wao wamenipataje? Na baadaye sasa, baada ya kuwa tumepewa hiyo nafasi na mahakama ya rufaa kwa uamuzi wa mwisho kabisa kwamba tufanye marekebisho, kwa sababu ilibidi hii kesi isikilizwe upande mmoja, kutokana na yale walioyaona, wakashauri hivi kwamba tunaitoa hii kesi ili muweze kuifaili tena. Nilitaka kuionyesha picha nchi kwamba ni jinsi gani watu tunaonewa, hasa wananchi wanyonge. Ninaomba kwanza, naiomba serikali yangu sikivu, kuanzia kwa Mheshimiwa Rais, mama yetu mpendwa, atakaposikia hili awe radhi kutoa maelekezo, aidha si kwa kuingilia jambo lolote, kwamba kama ni swala la kimahakama tunaamini kama mengine yanavyotolewa maamuzi, jambo hili tunaomba kama litaonekana lina utata wote, sisi tuko tayari kutoa ufafanuzi. Tunahitaji kusaidiwa, wananchi waweze kupata haki yao. Hii fedha ililipwa na serikali, na kama serikali haikumlipa huyu mkandarasi ili ongezeko la hii mishahara, sisi tuko tayari kusamehe hii fedha, kwa sababu nina uhakika hii fedha ililipwa, na kwa sababu ili ongezeko na wao walikiri kwamba tunasubiri tulipwe na serikali, basi kama itaonekana hii fedha haijalipwa na serikali, tuko tayari kusamehe. Lakini kama itakuwa imelipwa hii fedha, mkandarasi alilipwa ili ongezeko kwa ajili ya wafanyakazi wake, tunaomba hii fedha tuweze kulipwa sisi wananchi, bado tunadai haki yetu. Erasto Mazee ni miongoni mwa wale ambao tulifanya kazi kwenye kampuni kwenye hiyo barabara kutoka Sumbawanga mpaka Matai ya Kichina. Tunaomba viongozi waangalie swala ili tuweze kulipa haki yetu. Kila tunapoenda hivi wanatuficha, kuna kitu ambacho wanatuzunguka kwa nyuma yake, unakuta wataki kutupa haki yao. Huku siku tukitambua kwamba au zile hela walichachukulia, walishakula watu wengine. Baada kupewa sisi viongozi wale ambao wanakuwa wanasimamia pale, wanazunguka kwa nyuma, sisi tukihisi wanakuwa wanachukua wao, sio wanatuzungusha. Tunaodai hizo pesa za malimbikizo katika kampuni hiyo ya JV. Tuko takriban kama watu 280, naelekea kama 300 hivi. Kwa tunaomba serikali ijaribu kuangalia kwa jicho lingine, tuweze kulipwa pesa kama wenzetu kwenye makampuni mengine walivyobahatika kupata hizo hapo pesa. Kampuni kwa kweli haidaiwi. Ndio. Hilo niweke sawa. Kampuni haidaiwi. Hawa walipeleka kampuni mahakamani. Sasa ungekuwepo ungenitumia kama questionnaire, ningekupa details mpaka case numbers, kila kitu, yani ilikuwa ilifunguliwa lini kesi, ilikuwa case namba ngapi, uamuzi ulikuwaje, unaona? Sasa kwa sababu tu hujanitumia maswali ni kujibu, ukasana kujibu tu kwa ujumla, sawa, bila kuwa na specific case numbers.
yani case number, details zile ambazo zinataka mpaka nifanye reference kwenye file. Walifungua kesi wakaishtaki kampuni hiyo unayoitaja. Ndio. Miaka ya nyuma kama siku 10 20 sijua exactly. Na hukumu ikatolewa. Ilikuwa ni mgogoro wa kazi. Ilikuwa ni CMA Sumbawanga, tume ya usuluhishi na uamuzi na migogoro ya kazi CMA. Uamuzi ulitoka, na uamuzi ule ulitoka kwamba mteja wangu ambaye ndio kampuni ya China ilishindwa kesi na wakaambiwa walipe milioni 90 na visenti vyake. Sawa. Mteja wetu akalipa ile pesa. Sumbawanga CMA aliwalipa hela yote. Ndio. Kwa hiyo baada ya kulipa hela yote, maana mteja wangu alikuwa hana tena tatizo lolote na wale, kwa sababu amri ya tume ya usuluhishi na uamuzi imesema kwamba awalipe milioni 90 na visenti vyake. Hela yote akailipa. Sasa kuna kitu hapo naomba tu mwandishi nijiweke tu wazi. Sawa. Ile hela ilivyolipwa na mteja wangu ililipwa kule CMA. Ndio. Sasa hii fact utaiwekaje? Lakini ilitokea fraud ambayo yule mheshimiwa aliyeamua kesi, of course hayupo tena, aliondoka, alitengeneza uamuzi mwingine wa milioni 45. Kwa tu kweli. Sawa. Halafu akawapa wale milioni 45. Na wakapokea. Halafu akapotea na milioni 45. Na hata kazi ikasikia aliachaka. Kwa kumbe walipokea na wakapotea nazo. Na wakapokea ile milioni 45. Lakini hawakuwa wamelizika. Na ni kweli hata mimi ningesema kwamba tu kwamba hela yao ni milioni 90 ambayo mteja wangu alilipa. Na sisi risiti zipo na kila kitu. Sasa wakaenda Mahakama Kuu. Na makablasha watakwenda kuomba marejeo. Mahakama Kuu wakashindwa. Mahakama Kuu ikaamuru kwamba ile kesi irudi tena CMA. CMA wakashindwa kwa sababu tayari washapokea pesa. Wakashindwa CMA. Wakaenda tena Mahakama Kuu. Mahakama Kuu wakashindwa Mahakama Kuu. Wakaenda Mahakama Kuu Sumbawanga wakashindwa, yani mwaka jana mwaka juzi 24 nadhani wakashindwa. Waliposhindwa Mahakama Kuu walipaswa kwenda mahakama ya rufaa. Hawakwenda mahakama ya rufaa. Nikapigwa simu na watu wa ofisi wa wakili wa serikali Dodoma. Wakaenda Dodoma kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Wakatupigia simu, tukaeleza situation nzima, wakaielewa. Sababu mteja wangu uamuzi wa CMA anao na ushahidi kwamba aliwalipa pesa yote milioni 90 ambayo iliamliwa na CMA anao. Na uamuzi wenyewe ambao ulimwambia awalipe wale milioni 90 upo. Unataka nitakufuadia. Kwa hiyo katika mazingira tuliyokuwa nayo kwa maana ya kimahakama, mteja wangu hana deni lolote. Walikwenda mahakamani wakashinda kesi pale tume ya uamuzi na CMA. Mteja wangu akaamriwa awalipe milioni 90 na plus, na mteja wangu ameilipa hiyo pesa. Sasa baada ya hapo mteja wangu hana liability yote na hao watu. Ndio kila siku ndio hivyo. Leo hapo kwa ofisi ya mwanasheria nani sijui, kesho hapo kwa sheria mkuu wa serikali, kesho kuta leo hapo Jambo TV hapo. Sasa iko hivi mheshimiwa Jambo TV. Jambo hili liko umelipeleka mahakamani mpaka umeshindwa mahakama zote, ngazi zote. Ulishinda of course CMA na umelipwa. Na mahakama zote zinamwambia hivi,
mlipokea pesa, kama mjaridhika rudisheni zile pesa, afu ndio umeelewa. Sasa na hata mahakama kuu, ndugu mwandishi, kwenye marejeo yao ya kwanza walilibua hiyo hoja ya kuwa na hukumu mbili kwenye kesi moja. Mahakama kuu marejeo ikasema ilikuwa ni kosa, wakaambiwa waende CMA iwasikilize upya, lakini kwa condition kwamba kwa sababu sikushasema kwamba CMA imeshafanya makosa kutoa hukumu mbili. Kwa hiyo wakazitengua zote mbili mahakamani, alafu wakasema rudini CMA, lakini ikaelekezwa rudisheni pesa, CMA isikilize upya. Hawakurudisha hiyo pesa. Kwa CMA ikasema mjafulfill condition na sisi kusikiliza pesa, kusikiliza kesi, ikafuta ile kesi, na hadi leo hawajarudisha hiyo pesa. Wakaenda mahakama baada ya CMA kusema mjafulfill condition, mliambiwa mrudishe pesa, alafu sisi tusikilize kesi upya, tutoe uamuzi mwingine, kwa sababu uamuzi uliofanya wao wapokee 145 zimefutwa. Rudisheni pesa, alafu tusikilize kesi upya, toa uamuzi mwingine mmoja. Hawakurudisha pesa. Wakaenda mahakama kuu kusema kwamba CMA ilikosea. Mahakama kuu ikakubaliana na CMA, ilisema sawa, ni kweli kwa CMA CMA ameutafsiri vyema uamuzi na maelekezo yetu kwamba rudisheni pesa ili CMA isikilize kesi. Wakashindwa. Maana wameenda high court mara mbili. Mara ya kwanza walifanikiwa, maamuzi yale yalitenguliwa, wakaambia rudini CMA, rudisheni pesa. Rudisha pesa, CMA inasema condition ya mjafulfill, hamjatimiza masharti mliopewa na mahakama kuu. Hatuwezi, kwa CMA haina mamlaka ya kuendelea mpaka mrudishe pesa. Hawakurudisha, uamuzi wao wakaenda kukatia rufaa tena mara ya pili sasa mahakama kuu. Mahakama kuu inasema ilichofanya CMA ndicho kilichokuwa maelekezo yetu kwenye uamuzi wa mara ya kwanza. Hamwezi mkajisajilisha kwenye kesi kwamba mpokee hela mle, afu tena mpokee hela nyingine kwa uamuzi mwingine kwa swala hilo mlipo mara mbili. Haiwezekani. Kwa wakakubaliana na maamuzi ya CMA, hawakulizika, wakaenda sasa kuomba kuongezewa muda, sababu muda ulipita, kuongezewa muda wa kukata rufaa kwenda mahakama ya rufaa Sumbawanga, katika rufaa mahakama ya maamuzi ya mahakama kuu. Na kwa mimi nilikwenda na mahakama kuu ikasema kuna shida hapa ya nini, ya utaratibu. Maombi ya kuomba kuongezewa muda kwa sababu notice ya pili ipo, ilibidi yaende wapi, yakafailiwe mahakama ya rufani kule, na ndio utaratibu wa kisheria. Mlipaswa kwenda kwa mahakama ya rufani kuomba kuongezewa muda, sio huko mahakama kuu. Kwa mahakama kuu ikawaelekeza, nendeni mahakama ya rufani mkaombe kuongezewa muda, kama mjalizika na maamuzi ya mahakama kuu uyakatie rufaa kule, lakini kuombe kule muda wa kuongezewa. Ndio maamuzi ya mwisho hayo mahakama kuu Sumbawanga. Hawajaenda mahakama ya rufaa kwenda kuomba kuongezewa muda ili wakatie rufaa hayo maamuzi ya mahakama kuu. Ndio wakaenda Dodoma kwa mwanasheria mkuu wa serikali, sisi tukapigiwa simu, tukaeleza situation jinsi ilivyo. Wakatuelewa, naona kule kwa sababu wanasheria mkuu wa serikali ameshaelewa hili jambo na amelielewa. Wameona sasa tuna yule bwana hawezi tena kuwasaidia, ndio sasa last resort, yani tunasema sasa last resort, ndio wameamua sasa kuja kuyabagaza kwenye nini, kwenye media. Wanadhani pengine kwa sababu ya media pressure, kwa sababu mkipublish nini na create image, ndio wanaweza kamblackmail mteja wangu aweze kulipa, wakati mteja wangu ameshalipa, alipa mara ya pili. Na kama unataka kupata ushahidi na kila kitu, na kualika ndugu mtangazaji, njoo mwandishi, njoo ofisini kwangu, nitakuonyesha kila kitu, hukumu zote na kila kitu. Sasa mheshimiwa, kama mtu ameshindwa mahakamani, na sio kwamba ameshindwa, alishinda tu na lilipwa. Sasa hiyo vya habari ni vya nini na jambo ilipeka mahakamani? Kwa hiyo ni kama mimi tafsiri yangu ni kama tu nataka kutia pressure. Kwa hiyo nyingine ni kublackmail mteja wangu aingie uoga, kwa sababu pia bahati mbaya ni Mchina na ni foreigner, basi
adhulumiwe kwa kulipa mara nyingine tena, au hawaiti jioni basi ni walipe tena. Na mteja wangu ikumbuke mmoja, wakati mnamwona inaendelea alijua kabisa kwamba kweli, sababu ishafahamika kwamba yule mheshimiwa aliwadhulumu na anajua, na ndio maana alileta kazi, akawaambia niko radhi kulipa, kutoa hiyo pesa ambayo mheshimiwa amekimbia nayo, hiyo milioni 45 ambayo mmezulumiwa, mmekatwa, niko radhi kuifidia. Hawataki, wanataka mteja wangu mimi awalipe bilioni 1. Bilioni 1 anaitwa, hadi bilioni 1 anailipa kwa bei gani? Na hukumu tumekuwa nayo ni milioni 90. Yaani mheshimiwa, wewe umenipeleka mahakamani. Mahakama imeniambia ni bilioni 1. Milioni 90. Nimekulipa. Wewe umepokea part of that money. Halafu wewe unasema hapana, nataka bilioni 1. Sasa hiyo bilioni 1 mteja wangu anakulipa kwa bei gani? Na hizi ni ripoti za Jambo TV. Mimi ni Emmanuel Chazi. Wananchi wa Matai, Sumbawanga, ambao zamani walikuwa wafanyakazi wa kampuni ya ujenzi wa barabara ya China Railway 15 Group iliyokuwa ikitekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya Sumbawanga Matai hadi Kasanga, wamepaza sauti kudai malimbikizo mishahara na stahiki zao zinazofikia zaidi ya shilingi bilioni 1.2. Malalamiko hayo yanatokana na madai ya mapunjo ya mishahara pamoja na kutolipwa michango ya NSSF kwa kipindi cha mwaka 2013 hadi 2016. Wakizungumza na Jambo TV, wamesema wamekuwa wakifuatilia madai hayo bila mafanikio tangu mwaka 2016 licha ya juhudi walizofanya katika vyombo mbalimbali. Mayunga Jackson Magigi amesema wamepitia changamoto nyingi katika kufuatilia madai yao, ikiwemo vikwazo na kile alichokiita ni uonevu bila usawa wa haki. Baada ya kupata malalamiko hayo, tumefanya juhudi za kuwatafuta upande wa wadaiwa ambao ni kampuni ya China Railway 15 Group. Kupitia kwa wakili wake Geoffrey Lugomo, imeeleza kuwa mteja wake hadaiwi tena kupitia kesi iliyowasilishwa kwenye tume ya usuluhishi na uamuzi CMA. Amesema katika kesi hiyo mteja wake aliagizwa kulipa zaidi ya shilingi milioni 90 ambazo zililipwa. Baadaye mwamuzi aliyekuwa anashughulikia shauri hilo alitoa uamuzi mwingine wa shilingi milioni 45 ambazo zililipwa kwa wadai, kisha inadaiwa mwamuzi huyo alitoroka na kesi hicho cha fedha. Amefafanua kuwa baada ya tukio hilo wadai walifungua shauri mahakama kuu ambapo walielekezwa kurejesha kesi CMA, lakini CMA ilisema tayari imeshaamua. Wadai walirudi mahakama kuu na baadaye wakashindwa kesi. Lugomo amesema mteja wake yupo tayari kulipa shilingi milioni 45 zinazodaiwa kutoweka wakati wa mchakato huo wa usuluhishi.